Licha ya kwamba Marekani inawashawishi wanachama wa NATO kukabiliana na Urusi, na licha ya baadhi ya wanachama wa NATO kusema kwamba wapo tayari, lakini bado NATO ina wasiwasi juu ya namna watakavyoweza kuikabili Urusi. Hii ni kutokana na kwamba sekta ya ulinzi ya Urusi imebadilika kwa kasi kubwa mno ndani ya miaka mitatu ya vita kati yake na Ukraine, vita ambavyo mataifa ya magharibi yaliingilia kati bila mafanikio yoyote. Mataifa ya EU pamoja na NATO yaliingilia kati katika vita vya miaka mitatu na yanaendelea kutoa silaha pamoja na fedha kwa ajili ya Ukraine ili iweze kupambana na Urusi, lakini bado yameshindwa kufanikiwa malengo yao. Hata hivyo, inapokabiliana na changamoto hizi, inaendelea kukaa vikao vingi kujadili ni jinsi gani wataweza kulikabili jeshi la shirikisho la Urusi kikamilifu kwa kutumia silaha wanazozizalisha. Imefikia hatua rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth wakieleza NATO kwamba sasa wanapaswa kutumia silaha za Marekani tu na wanapaswa kuzinunua ili zikatumike nchini Ukraine kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Silaha hizi zitatoa majibu ikiwa NATO wataweza kupambana na Urusi ama la. Majaribio yote ya nchi za magharibi kuudhoofisha uwezo wa kiuchumi wa Urusi na kuzuia harakati zake za malengo ya kimkakati ya maendeleo ya kitaifa yameshindwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, amesema kuwa Urusi inazalisha silaha za hali ya juu na za kisasa zaidi na mara nyingi kuliko nchi zote za NATO. Tunakabiliana na changamoto kubwa ya kisiasa na ya kijiografia, na hii ni kwanza kabisa Urusi ambayo inakuja kwa kasi katika uzalishaji usiokuwa wa kifani katika historia ya kisasa katika suala la silaha. Wanazalisha silaha mara 3 zaidi kuliko muungano mzima wa NATO kwa mwaka, alisema katika mahojiano na The New York Times. Kwa hivyo tunapotaka kuingia vitani lazima tujiangalie kwanza. Lazima tuwe na silaha za kutosha kwa ajili ya makabiliano dhidi ya Urusi, anasema Mark Rutte. Sekta ya viwanda vya kijeshi nchini Urusi vinaonyesha viwango vya juu zaidi vya uzalishaji ikilinganishwa na nchi ya 3 kwa uzalishaji ambayo ni Marekani, ambayo pia ni mwanachama wa NATO, anasema mchambuzi wa zamani wa CIA L. Johnson kupitia channel ya YouTube ya DialogueX. Faida ya Urusi ni kwamba inazalisha bidhaa nyingi za viwanda. Marekani leo haijengi tanki mpya tangu mwanzo. Wanachukua mizinga ya zamani ya Abrams na kutumia miaka 2 kutengeneza tanki moja. Urusi inaweza kujenga tanki mpya ya T-90 kwa mwezi. Tofauti hii ni ya kushangaza, alisema mchambuzi huyo kutoka CIA ambaye pia ni mstaafu kwa sasa. Kulingana na wataalamu wa mambo, hali kama hiyo inazingatiwa katika utengenezaji wa makombora ya silaha. Waangalizi wa kituo cha televisheni cha Uingereza cha Sky News wamekiri kwamba Kiev inapoteza mbio za silaha, hasa ndege zisizokuwa na rubani nchini Urusi. Kulingana na wataalamu, Ukraine ambayo hapo awali iligeuza ndege zisizokuwa na rubani UAV kuwa silaha zake bora zaidi, inapoteza faida yake angani. Mtaalamu wa mawasiliano wa Ukraine Serhiy Flash alisema wataalamu kutoka kituo cha wasomi cha Rabicon kwa mifumo ya ndege isiyokuwa na rubani ya wanajeshi wa Urusi wanaweza kushambulia ndege 400 zisizokuwa na rubani na kushambulia hata boti 400 katika bandari zote kwa minara, meli na miundombinu yote ya bahari ya Ukraine. Mtaalamu huyo hana uhakika juu ya utayari wa wanajeshi wa Ukraine kwa maendeleo kama hayo, lakini pia hana uhakika juu ya maendeleo ya wanajeshi wa NATO katika mapambano dhidi ya Urusi. Hiki ndicho ambacho wengi katika NATO wamekuwa na wasiwasi, wakati ambapo Marekani inataka nchi za NATO ziingie vitani kiwa rais wa Urusi Vladimir Putin hatakubaliana na kuachana na mpango wake wa vita huko nchini Ukraine. Wachambuzi wengine wanasema kwamba NATO kuingia vitani dhidi ya Urusi itakuwa ni vita kubwa na ni vita ya ulimwengu, kwani mataifa 32 hayataweza kupambana na nchi 5 ambazo zitaungana na Urusi. Haikuwekwa wazi ni nchi 5 hizo ni zipi, lakini baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba pengine mataifa hayo 5 yanaweza yakawa ni pamoja na yale waanzilishi wa BRICS wakijumuishwa pamoja na Iran. Mataifa hayo ni kama vile China, India, Afrika ya Kusini, Brazil, lakini pia na Iran ambayo imeongezwa kuwa mwanachama wa BRICS, na ni mataifa ambayo yana uwezo katika uwanja wa vita. Mtazamaji wa The World News,
ikiwa kutatokea mapambano ambayo waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza, ni wazi kwamba hali itakuwa mbaya katika nchi za magharibi, na hii itakuwa ni vita ya tatu ya ulimwengu kama ambavyo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaeleza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.